Wakati dunia ilikuwa ikitazama Afrika Kusini kwa macho ya kisiasa na kiuchumi, mtu mmoja asiyejulikana jina lake aliingia nchini humo kimya kimya, na hakuwa na rekodi wala passport. Hakukuwa na stakabadhi, lakini alikuwa na lengo moja: kutoweka au kufanikisha jambo kubwa lisiojulikana mpaka leo. Watu wachache waliomuona walidai alifika kupitia mipaka ya ardhi ya Lesotho usiku wa manane. Wengine walidai aliingia kwa kutumia cheti bandia cha kidiplomasia kutoka nchi moja ya Afrika Magharibi. Lakini mamlaka hazikuweza kuthibitisha chochote. Alionekana kwa miezi kadhaa akiishi katika mitaa ya ghetto. Alibadilisha makazi kila wiki. Watu walimwona wakieleza kuwa alikuwa kimya, mwenye sura ya wasiwasi, lakini macho yake yalionyesha kuwa anaficha kitu kikubwa. Baadhi ya wachunguzi wa habari waliamini kuwa alikuwa jasusi wa kimataifa aliyekuwa na taarifa za habari kuhusu serikali kadhaa. Wengine walisema alikuwa mtu aliyeiba siri za kijeshi kutoka katika shirika kubwa la kigeni. Hakuna hata mmoja alithibitisha hadithi hizi, lakini kila mmoja alihisi kuwa kitu cha kweli ndani yake. Siku moja alionekana kwa mara ya mwisho katika kituo cha treni cha Cape Town, kisha akatoweka kabisa. Hakuna mawasiliano, hakuna picha mpya, hakuna miili iliyopatikana. Je, aliuawa? Alitoroshwa? Au bado yupo miongoni mwetu? Mpaka leo hakuna anayejua kweli kamili, lakini hadithi ya mtu huyu imebaki kwenye vichwa vya habari, vya siri, vitabu vya majasusi na midomo ya walioshuhudia, kama kivuli kinachopitia gizani. Katika dunia ya leo ya kamera kila kona, mtu kuingia nchi ya Afrika Kusini na kutoweka bila kujulikana si jambo la kawaida. Je, unaamini alikuwepo kweli au ni hadithi ya kuaminika zaidi duniani au zaidi ya filamu? Tuandikie maoni yako chini hapo. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa hadithi zingine nyingi ambazo zinakuletea hapa kupitia zile za kale na hizi ambazo zinatokea kila siku. Langu jina naitwa Charles.